بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na majalis zetu na vikao vyetu vinavyohusu na vinavyolenga kumjibu ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka, Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi, juu ya ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa almasail alkhilafia alijtihadiyya, jambo ambalo limempelekea yeye kuona kuwa kuna ulazima wa kuwafanyia inkar waliomkhalifu yeye katika mawqifi yake ya kuharamisha at-taswir al-fotografi, na kuona kitendo chao hicho ni kitendo cha batil na maslaki yao hayo ni maslakun batil. Na msimamo huu kama tulivyoeleza katika vikao vilivyotangulia kuwa ameujenga juu ya hoja zake 4 ambazo yeye amezingatia kuwa ni hujja, juu ya pointi zake 4 ambazo yeye anaona kuwa ni pointi. Katika majlisi ya kwanza tulijibu hoja yake ya kuwa masala hii ni mas'alatun khilafiyya la ijtihadiyya, tukabainisha tukaweka wazi kwa maelezo yaliyokuwa wazi yakinifu kwa almutaammil, kwa yule ambaye mwenye mazingatio, walmunsif, na mwenye kufanya insafu. Na kwenye majlisi ya pili tulibainisha hoja yake ya kudai kwamba maulama ambao wanahalalisha at-taswir al-fotografi imma mutlaqa ka Sheikh Ibn Uthaymin wa Sheikh Salih al-Wahaydani rahimahumullah, au lihaja walmaslaha walmanfaati ad-diniyya ka Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Anaona hawa wanaohalalisha kwa namna zote hizo mbili khalafu nassan sarihan, wamekhalifu dalili ya wazi. Na nukta hii na pointi hii na hoja yake hii tukaijibu kwa majawabu yaliyokuwa wazi yenye kutosheleza kwa kila munsif almutaammil, kila mwenye insaf ambaye ana mazingatio. Katika majlisi hii ya tatu na kikao hichi cha tatu tutajibu hoja yake ya kuwa kuna maneno ya baadhi ya maulama ambayo kuna dhihiri ndani yake inkar kwa wale wanaohalalisha at-taswir al-fotografi. Kuna maneno makali ambayo hudhihiri ndani yake inkar kutoka kwa maulama wenye mawqif ya kuharamisha at-taswir al-fotografi. Maneno hayo makali wakielekeza kwa wale ambao wanahalalisha at-taswir al-fotografi na wanaona si haram. Haya maneno ameyafanya kuwa ni hujja ya yeye kuona kuwa kuna ulazima kuwakemea wale ambao wanamkhalifu katika mawqifu hiyo. Akafanya maneno haya kuwa ni hujja kudai kwamba wale ambao wanahalalisha at-taswir fotografi, hata kama ikiwa kwa haja na maslahi ya da'wa, akaona kwamba hawa maslaki yao ni maslakun batil. Kwa maneno haya ya maulama ambayo hudhihiri ndani yake nau'u inkari, aina ya ukemeaji fulani kwa hao wanaohalalisha at-taswir al-fotografi. Na nukta hii tutaijibu kwa majawabu matatu yenye kutosheleza, lakini kabla sijaingia katika majawabu, ningependa ninukuu sehemu ya maneno yake ambayo yanaashiria wazi kuwa ameyategemea maneno haya ya maulama yeye kuwa na msimamo huo wa kuwafanya inkar wanaomkhalifu. Ndani yake, kwenye inkari yake, ikawa kuna kejeli, kuna kebehi, kuna ta'yir kwa ndugu zake maduat as-salafiyin. Ikawa ndani yake kuna tuhuma tena nyingine, ni tuhuma za hatari kwa ndugu zake, tuhuma ambazo moja kwa moja zinawagusa al-ulama ar-rabbaniyun
Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu. Kwa hiyo kabla sijaingia katika majawabu ya pointi yake hii na nukta yake hii, ni nukuu maneno yake ambayo yanaashiria wazi hilo. Kwenye audio yake nadhani takriban ya 9 kwenda ya 10 alikuwa ananukuu fatwa ya lajnatu daima kuhusu uharamu wa at-taswir al-fotografi. Sitoisoma hiyo fatwa yote khaufa al-itala ili tusirefushe maneno, lakini ashahid aliposoma ile fatwa kuna sehemu akafika akasema, yani maneno ya maulama kwenye hiyo fatwa, fayambaghi inkaru at-taswiri amalan bil adilla. Hao maulama walisema inapasa kukemea taswir, kufanyia kazi dalili. Sasa hapa ndo akaanza kuleta maneno, anasema namnukuu ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka anasema, kwani nyinyi hamuelewi? Yani baada ya kusoma maneno haya fayambaghi inkaru at-taswiri amalan bil adilla, ikawa anasema kwani nyinyi hamuelewi? Mbona mnaturudisha nyuma tu? Fayambaghi inkaru, akarudia tena fayambaghi inkaru, mnasema hakuna kupingana. Yani sasa kana kwamba anasema nyinyi mnasema hakuna kupingana, mbona wanaochona nasema fayambaghi inkaru? Yani wanaochona wanasema hivyo. Anaendelea, inatakikana kupingana katika swala ya taswiri. Ndio ukaona Sheikh Albani anasema taswiri ni haramu. Sheikh Muqbil anasema ukiona mtu anafanya taswiri kunjeni, bali huyo shekhe toeni. Sio kupinga huko. Au hapa anafanyaje? Na waulizeni nyinyi sasa mnaoandika kwenye magrupu, au hapa anafanyaje? Anapoulizwa Sheikh Fauzan kwenye fatawa zake, anapoulizwa na kuelezea kwenye I'anatul Mustafid, ikawa anashadidia masala haya na kusema maneno makali. Hawa wanaotaka kuhalalisha hili hawana hoja, maneno yao ni farigh, meupe tu, falsafa tu. Je, hakuwa anajua kuwa baadhi ya mashekhe wanaona kuwa inafaa? Je, Sheikh Fauzan alikuwa hajui maneno haya? Wakati anayasema alikuwa hajui kwamba kuna mashekhe wanaona inafaa, kama vile Ibn Uthaymeen, Salih al-Haidani. Aendelea kusema na mnukuu, wengine mmeandika mashekhe wenyewe hawakupingana katika hilo, wao wenyewe waliamiliana hivyo hivyo. Anasema sasa Soloka, hamuoni kwamba mashekhe na maulamaa wanataja maneno makali dhidi ya wale ambao wao wanafahamu huwa wanaliruhusu hilo? Hamuoni ya kwamba maulamaa wanataja maneno makali dhidi ya wale ambao wao wenyewe wanafahamu kwamba hao wanaosema wanaruhusu hilo? Kwani nyinyi hamuelewi hayo maneno? Si sawa kusema afala taqiluna, lakini afala tatafakkaruna. Hamuoni namna ya maulamaa wanavyozungumza maneno makali, kina Sheikh Muqbil, Sheikh Fauzan, Sheikh Rabi', bali wakati mwingine wanaacha kufanya mihadhara katika baadhi ya masajid, baadhi ya sehemu kwa ajili ya kuwepo taswiri. Sema tu hapa kwa sababu nyinyi mnaona hivyo, bali ukikuta sehemu ya taswiri usiende. Wakina Hamud At-Tuwaijiri, yani maana yake wakina Sheikh Hamud At-Tuwaijiri wanasema maneno hayo, na akaendelea maneno mfano hayo. Maneno haya nimeyanukuu hapa maneno yake ndugu Hassan Soloka, ili watu wajue na watu wafahamu kuwa hoja yake hiyo anayoijenga inatokana na maneno haya, na ndani ya audio zake na ndani ya maneno yake na maelezo yake. Kwa yeye anaona kuwa ni lazima kuwakemea waliomkhalifu katika maukifi yake ya kuharamisha at-taswir fotografi, hata kama ikiwa na wao wameshikamana na kauli za baadhi ya ulama katika masala hii ambayo ni ijtihadia. Yeye anaona kuwa ni wajibu, kwa sababu kuna baadhi ya maneno ya maulama ambayo ndani yake mbona kuna inkari. Hii ndio hoja yake. Hoja hii
ifafanua na kuijibu kwa majawabu matatu. Jawabu la kwanza tutamjibu kwa kumwambia ni inkar gani maulama wameifanya. Hiyo inkari ambayo wameifanya maulama ni inkari ya aina gani? Na hapa tutafafanua kwa ufupi ile kaida la inkara fi masaili al-ijtihadi. Wakisema hivi la inkara fi masaili al-ijtihadi, maulama wanakusudia inkari gani? Hayo masaili ijtihadi la inkara fiha, kuna inkari ndani yake. Maneno hayo wanayosema maulama kwamba hakuna inkari katika masaili ambayo ndani yake inafaa kujitahidi, wanakusudia inkari ya aina gani? Hiyo ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili tutamjibu kwa kuhoji, je, inkar walioifanya maulama hawa kwenye maneno yao Sheikh Fauzan, Sheikh Al-Albani na wengineo, Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi waliokuwa hai na warehemu waliotangulia, je, inkar ya maulama ndiyo inkari yako wewe? Inkari ya maulama inafanana na inkari yako wewe kwa ndugu zako as-salafiyin, kwa maduati wenzako as-salafiyin, kwa talabatul ilmi wenzako? Je, inkari ya maulama inafanana na inkari yako kwa ndugu zako masalafi, kwa maduati wenzako masalafi, kwa wanafunzi wenzako masalafi? Je, inalingana inkari yao na inkari yako? Jawabu la pili. Jawabu la tatu tutamjibu kupitia maneno yake yeye mwenyewe. Jawabu hili la tatu tutalijengea kupitia maneno yake yeye, tutamjibu kupitia maneno yake kama tutavyokuja kufafanua. Tukianza na jawabu la kwanza, nukta hii tunaijibu kwa kumwambia inkar walioifanya maulama hawa wenye mawqif ya kuharamisha at-taswir al-fotografi, kwa wale ambao wanakhalifu mawqif hiyo ya tahrim at-taswir fotografi, kwa wale ambao wanahalalisha at-taswir fotografi, inkari walioifanya wao ni inkari ambayo jaiz, inayofaa, kwa sababu maulama waliposema la inkara fi masail ijtihad, wanagawa inkar kwenye masail haya. Kwa yule ambaye amefuatilia atagundua wanagawa maulama inkar katika aina mbili. Aina ya kwanza, kuna inkarun ala alqaul, inkari inakuwa kwenye qaul, na hii inkari hii inakuwa kwa kubainisha mawqifu uliokuwa nayo na kubainisha kwamba hii ndo sawab, ukataja hujaj wal barahin ambazo wewe unaona zinakuunga mkono kwenye mawqifu yako, na ukabainisha udhaifu wa yule aliyekukhalifu katika mawqifu hiyo. Hii inaitwa inkarun ala alqaul, unakemea kauli ya mukhalif, kwa maana kwa kubainisha kwamba wewe ndio upo katika usawa na wewe upo katika haki na yeye upo katika udhaifu, na kauli yake si sawa sawa, haiungani na dalili hoja unazo wewe. Alafu aina ya pili ni inkarun ala alfi'l. Aina ya pili ni kukemea kitendo. Kemea kitendo kwa maana unajua kuwa ndugu yako yeye ana mawqifu hii kwa kuwafata maulama na kwa kusimamia juu ya mashiko haya na hoja hizi na barahin hizi, kisha wewe unamtuhumu kwamba yule anafanya haramu, kisha wewe unamtuhumu yule anafanya haramu, hali ya kuwa unajua kwamba yule amefata mawqifu ile kwa kuwafata maulama na kwa hoja hizi na kwa mashiko haya, ukamkemea kile kitendo chake, kama vile ambavyo wewe ulivyofanya ukaona kwamba hawa wana mawqifu hii, hata kama ikiwa umeshikana na baadhi ya ulama, ukazingatia kwamba ni maslakul batil, ukazingatia kwenye batili. Hii inkar ala alfi'li ndo ambayo haifai kwenye masail alijtihad. Ama inkari aina ya kwanza, inkarun ala alqaul, kwa kubainisha mawqifu yako, kwa kubainisha hoja zako na kubainisha udhaifu ambao unaona kwamba upo katika yule almukhalif, hii inkari hii inafaa. Na hii inkari hii
sio iliyokusudiwa kwenye maneno yao la inkara fi masail ijtihad. Wanaposema la inkara fi masail ijtihad, kwa maana inkarun ala alfi'l, hakuna inkara ala alfi'l katika masail ijtihad. Ukaona mwenzako ambaye ameshikamana na hoja za upande wa pili za mawqif inayokukhalifu wewe, ukaona kwamba ni maslakul batil na ukaona kwamba amefanya haram, hali ya kuwa unajua kwamba yule mawqif yake amesimamia mashiko haya na hoja hizi. Inkari hii ndio inakataliwa na maulama, la inkara fi masail ijtihad. Amma inkarun ala alqawl ghairu murad, kwa maana ya kubainisha mawqif yako na hoja yako na kubainisha aujuh za dhaaf, aujuh za udhaifu katika wale wanaokukhalifu, hii inafaa na wala haingii hapa. Almuradu hapa ni inkarun ala alfi'li. Ama inkar kwa maana ya kubainisha mawqif na kuweka wazi hoja zako na kubainisha ule udhaifu unaoona upo kwa almukhalif, hiyo inafaa hata kwenye masail alijtihad. Na hii aina hii ya inkar ndo ambayo wameifanya maulama. Ukiangalia maneno yao, ukiangalia maelezo yao, utakuta maneno yao yote yanazunguka kwenye inkari hii, hawaingii kwenye inkar ala alfi'li. Huwezi kukuta Sheikh Al-Fawzani pamoja na inkari yake aliyoifanya ambayo ni inkar ala alqawl, akiwasema wakina Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Salih Al-Wahidani kwamba wale wapo katika batil, kwamba wale wapo katika batil. Na hawa mashekhe ni mashekhe ambao walikuwa wakitembeleana, mmoja akimzuru mwingine. Lau kama ingekuwa wanafanya inkar ala alfi'l, inkar kama unaofanya wewe, ambao ndani yake kuna ta'yir, kuna kuwatia kasoro na kuwatia mapungufu wale ambao wanakukhalifu, basi maulama ingekuwa wanapotembeleana wananasihiana, wanaambiana. Lakini mashekhe ambao wamewadiriki, kuna Sheikh Arafat Al-Muhammadi hafidhahullahu ta'ala, wanaeleza ambao hawa wamewadiriki maulama, wamewadiriki maulama. Kuna Sheikh Rabi' wanavyotembeleana, kuna Sheikh Salih Alu Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, kuna Sheikh Ubaid Al-Jabi. Mashekhe hawa wanatembeleana na kila mmoja na mawqifu yake. Lau kama ingekuwa ni maslakun batil, maulama wasingenyamaziana, wasingenyamaziana, wangeambiana, lakini kila mmoja amesema mawqifu yake. Lakini anapokuja swala sasa, anaulizwa vipi kuhusiana na swala hili, anataja mawqifu yake, anabainisha mawqifu yake, pamoja na kuwa anajua Sheikh fulani ana mawqifu hii, Sheikh fulani, lakini yeye yuko katika makamu ya kubainisha mawqifu yake na hoja zake na barahin zake, bila kumfanyia ta'yir, bila kufanya inkar ala alfi'l kwa wale maulama wenzake na maduati wenzake ambao wana msimamo tofauti na yeye, lakini wameshikamana na adilla wal hujaj wal barahin. Kwa hiyo hii ndio aina ya inkar walioifanya maulama, so inkar unaoifanya wewe. Hilo ni jawabu la kwanza katika nukta hii. Jawabu la pili ni kwa kusimamisha hujja na kumuuliza, je, inkar ya maulama hii, inkari hii, haya maneno ya maulama ambayo ndani yake kuna dhihiri inkar, je, inkari yao ndiyo mfano wa inkari yako kwa ndugu zako as-salafiyin, kwa wanafunzi wenzako masalafi, kwa maduati wenzako masalafi, tena maduati ambao wengine levo zao zinalingana na wewe, wengine wamekuzidi elimu na umri, wako ambao wamekuzidi elimu na umri. Je, inkari ya maulama ni mfano wa inkari yako kwa ndugu zako masalafi, kwa maduati wenzako, kwa wanafunzi wenzako, kwa talaba wenzako as-salafiyin? Ukiangalia maneno yake utagundua hapana, inkari walioifanya maulama hailingani na inkari yako. Inkar ya maulama walioifanya, ukiangalia maneno ya Sheikh Fawzan, Sheikh Ubaid Al-Jabiri, Sheikh Al-Albani, hakuna ndani yake ta'yir, hakuna kumtia dosari mwingine, hakuna kebehi kwa mwingine, hakuna dhereu kwa mwingine, hakuna kuzua uongo kwa mwingine. Hiyo ndio inkar ya maulama.
Lakini tukiangalia inkari yako ambayo umeijengea kwa inkari za maulama tofauti. Inkari yako kuna ta'yir, inkari yako kuna kebehi, inkari yako kuna kejeli, inkari yako kuna kuzua uongo na kuwadharau maduati wenzako. Sasa watu hawataamal na masail khilafia alijtihadia kwa namna hii. Hayo ni makosa. Na je, haya tumemzulia kwamba inkari yake ni inkari ambayo iko tofauti na maulama. Kwa nini? Kwa sababu inkari yake imejaa ta'yir, kebehi, kejeli kwa ndugu zake masalafi na wanafunzi wenzake masalafi. Tumemzulia? Hatujamzulia. Itataja baadhi ya maneno ambayo moja kwa moja yana kejeli ndani yake na kebehi kwa ndugu zake masalafi. Kwanza, katika maneno yake kwa yule ambaye amesikiliza audio na maneno yake, kuna sehemu anasema kwamba hawa ni vijana wadogo. Anaelezea masala khilafia alijtihadia, kisha anasema analeta kebehi na ta'yiri kwamba hawa ni vijana wadogo, hawana maarifa. Ni vijana tu wadogo, hawana maarifa. Maneno haya anawaambia maduati wenzake, haina haja ya kuwataja, lakini wengine tunawafahamu wenye mawqif ya kuhalalisha at-taswir fotografi kwa haja na maslahi na manfaa ya ad-diniya, kama kueneza Uislamu, sunna wa da'wati salafia, na khairi ni kubwa na manufaa makubwa yanapatikana kupitia hadha at-taswir wanaoifanya hawa mashaikh Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi. Na sisi tunazingatia kuwa ni qurba na taa. Allah subhanahu wa ta'ala tawalipa thawabu na ujira, kwa sababu waislamu wengi hasa awamu almuslimin wananufaika kupitia hadha at-taswir. Wengi wananufaika kupitia hadha at-taswir kwa sababu sisi tuna ndugu, jamaa, marafiki, majirani, jamii tunaishi nayo, tunaona namna wanavyonufaika kama vile ambavyo alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Sasa wewe inkari yako imejaa ta'yir, kuwa dharau, kuwa kebei hawa ambao wanatoa juhudi zao. Huoni kwamba unarudisha nyuma? Huoni kwamba wewe ni sababu ya kikwazo da'wa kutosonga mbele? Huoni kwamba wewe ni kikwazo cha kutonufaisha da'wa yetu hii mubarak, da'wa yetu hii tukufu, kwa sababu ya kebehi zako na ta'yiri yako? Unawaambiaje ndugu zako na maduati wenzako masalafi ambao wengine level yao inalingana na level yako, wengine wamekuzidi elimu na umri, na wewe unalijua hilo? Kuna wengine wenye mawqifu hii wamekuzidi elimu na umri katika ashuyukh wa duaa as-salafiyun, wamekuzidi elimu na umri. Je, ni haki, ni sawa kuambia kwamba hawa vijana wadogo maarifa yao ni madogo, hawana maarifa, hawana fiqhi katika masala hii alijtihadia? Wapi maulama kwenye inkar yao wanaleta ta'yir kama hii, kuwadharau wakina Sheikh Ibn mashekhe wenzao, maulama wenzao, kwa sababu wana mawqif tofauti na wao. Inkar yao mbona haina ta'yir, lakini inkari yako imejaa ta'yir, kebehi. Vijana tu wadogo hawa, hawana fiqh, hawana maarifa. Hivi ndio maulama wanataamala maa almasail alkhilafia alijtihadia. Haya hatujamzulia, bali yapo katika maneno yake na audio zake. Mfano mwingine anasema hawa bwana wanajionyesha, wanajipamba. Utakuta mtu anapiga pasi kanzu yake, kilemba chake, kwa yakataja maneno ambayo ndani yake yana kejeli na kuwakebei kwamba hawa wanaofanya hawa kwa ajili ya maslahi ya dini na kueneza da'wa mpaka kwenye majumba ya Uislamu wa kawaida wanufaike, hiyo ni sababu ya kuongoka. Tauhid, watu wafahamu tauhid, jamii imejaa ndani yake ashirikiyat. Mashaikh wana rekodi usulu thalatha, kitabu tauhid, qawaid al-arba'a, usulu sita, vitabu ambavyo vimekuja kukarrir tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Anawadhania dhana mbaya ndugu zake maduati wenzake ambao wengine wamemzidi kilevo ya umri na elimu, kwamba hawa wanajionyesha tu, wanajipamba tu, kwa mtu hawezi kurekodi mpaka maneno gani sasa haya, maneno ambayo hayana qima kiuhalisia. Kwa hiyo hii ndio inkari ya ndugu yetu Hassan Soloka, alafu anataka afananishe inkari yake na inkari za maulama. Wapi maulama wanawakejeli na kuwakebehi
maulamaa wenzao na maduati wenzao na mashekhe wenzao kwa makejeli kama zako hizi kwa ndugu zako. Sasa usilete hoja kwamba maulamaa wana inkari yako wenyewe ndio hii. Maulamaa hawana inkari hiyo. Inkari yao imesimama ala al-adli wal-insaf, imesimama juu ya uadilifu na insaf wal-mahabba wal-ulfa, na hilo utaligundua kwa kuzingatia maneno yao. Ama wewe kejeli zako kwamba hawa wanajionyesha, wanajipamba, wanafanya riaa, ameingia sasa katika nyoyo za watu, na hili jambo baya sana. Waonaje wewe unamtuhumu mwenzako kwamba anafanya riaa hali ya kuwa ni mukhlisu lillah, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba huyu mja wangu anafanya kwa ajili yake, alafu kuna kiumbe huku kinamtuhumu yule mja wake ambaye anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupeleka urudumu la dini mbele, anamtuhumu kuwa anafanya riaa. Ittaqillaha ya hadha, mchi Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika mifano ya maneno yake ambayo yanadhihirisha ta'yir, kejeli, kebehi kwa ndugu zake masalafi na maduati wenzake na wanafunzi wenzake masalafi, anasema neno haya: mnataka kuwahuri mabinti za watu sio? Mnataka kuwahuri mabinti za watu sio? Maneno kama hayo, kwamba hawa wanaofanya taswirul video kisha zikatawanywa katika mitandao mbalimbali, TikTok, Instagram, YouTube na mfano wake, kwa lengo la kuwafanyia istiham wale almushrikun wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala min ibadi alqubur, katika waabudia makaburi, kuwafanyia istiham ahlul ilhad wa ahlul bid'ah wal ahwa, na wao wakafanya istiham kama wanavyonasihi maulama kina Sheikh Ibn Baz wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala anawakejeli kwa kuwakebehi kwamba nyinyi mnajionyesha sura zenu, mnataka kuwahuri mabinti za watu sio? Mnataka kuwahuri mabinti za watu. Sasa maneno gani haya? Yanatoka kwa adai ya salafi, anaelekeza kwa ndugu zake, kisha anadai inkari yake ni sawa sana inkari za maulama. Shattana ma baina fihi baunun shasi', tofauti kubwa baina inkari yako ambayo imejaa ta'yir na inkari za maulama ambazo zimejengwa ala al-adli wal-insaf wal-mahabbati wal-ulfa. Anasema wazi tena bila aibu, mnataka kuwahuri mabinti za watu. Ina maana hawa maulama waliohalalisha, wamewahalalishia Waislamu. Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipohalalisha kwa ajili ya haja, manake amewahalalishia duatul muslimin, walinganizi wa Kiislamu, amewahalalishia ili wawaghuri mabinti za watu, si ndio hivyo? Huoni kwamba kejeli zako moja kwa moja zinawagusa maulama? Ndio yale maneno tuliyosema katika majlis iliyotangulia kwamba huyu maneno yake ndani yake kuna kuwashusha hadhi maulama. Si tunamdhania khairi kwamba amepayuka bila kujijua, lakini ni maneno khatir, kwa sababu maneno haya moja kwa moja huwagusi tu hawa, kwa sababu hawa maneno yao wameyajenga, wamefanyia kazi kauli za baadhi ya ulama kwenye masaili ambayo yasughu fiha alkhilaf walijtihad. Ina maana maulama waliporuhusu kwa haja na maslahi ya da'wa, wamewaruhusu wa maduati ili waje kuwaghuri mabinti za watu, si ndio hivyo? Ni maneno ambayo hayatoki na mtu ambaye ni dai salafi, bali tumeyazoea maneno haya kutoka kwa watu wa sukuni, kuwatuhumu na kuwakebehi watu ambao wamejitoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unatuhumu kwamba wanaghuri mabinti za watu. Hawa maulama ambao wana maukifu hiyo, Sheikh Ibn Baz hasa mwisho wa umri wake, mihadhara mingi video zake tunazo, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa Sheikh Salih, wote hawa walikuwa wanaonekana sura zao. Ina maana hawa pia nao walikuwa wakiwaghuri mabinti za watu, si ndio hivyo? Kwa hiyo hawa maulama pia walikuwa wakighuri mabinti za watu, kwa sababu usidhanie kwa maneno yako yanaishia kwa hawa tu, hapana. Kwa sababu si wao tu peke yao wamechukua hizo video na kuonyesha sura zao na kudhihirisha sura zao, sio hawa tu, bali maulama pia wanaohalalisha imma kwa haja au mutlaka, pia na wao sura zao zipo. Je, na wao maulama wanaghuri mabinti za watu? Sehemu ambazo ndugu yetu anatakiwa aziangalie kwa makini na anatakiwa aje arekebishe, kwa sababu hapa moja kwa moja unagusa heshima, nafasi za maulama.
na hiyo sio manhaji yetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun. Kwa hiyo inkari yake ni tofauti na inkar ya maulama. Kwanza inkari yake imejaa ta'yir, kebehi, fedheha, kejeli kwa ndugu zake masalafi, jambo ambalo halipo kwenye inkari za maulama kwa mashekhe wenzao na maulama wenzao na maduati wenzao. Pili, inkari yake ni tofauti na inkari ya maulama. Kwa nini? Kwa sababu inkari yake imejaa tuhuma mbaya kwa maduati wenzake na ndugu zake masalafi na wanafunzi wenzake masalafi. Inkari yake imejaa tuhuma mbaya. Maneno haya tumzulie, na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tusimzulie walau kalima, na ikitokea tumemzulia basi aje abainishe, sisi turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yake na inkari yake ndani yake kumejaa tuhuma kwa ndugu zake as-salaf, kwa ndugu zake as-salafiyin, kwa ndugu zake masalaf. Miongoni mwa tuhuma zake kwa ndugu zake anasema, nyenye mmekuja kufanya fujo na tufanyia fujo, kwamba hawa maduati ambao wao wana msimamo huu na mawqifu hii ya kuhalalisha taswir alvideo au ma yusamma bitaswir almutaharrik wa haja la maslahi ya da'wa, kama vile alivyoeleza Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Yeye anaona kwamba hawa wanafanya fujo, faudha. Hawa bwana wamekuja kufanya fujo, yani kwa kufanya fujo maana yake mmoja kuharibu haya tuliokuwa nayo. Tuhuma hizi ni tuhuma ambazo haziishii kwa hawa tu maduati, haziishii tu kwa hawa maduati, kwa sababu kubwa iliyowafanya hawa maduati wafanye haya ni maneno ya maulama. Sheikh Ibn Baz karuhusu hilo kwa maslahi na kwa haja. Hawakufanya tukiholela, hawakufanya tu kwa maamuzi yao, la, wao wanarejea kwa maulama, na huu ni msingi wetu. Na hapa kuna nukta, huu ni msingi wetu. Kwani sisi masalafi msingi wetu ni nini? Ni alkitabu wassunnatu ala fahmi salafi al-umma, ala fahmi salafi salih, si ndio hivyo? Hii fahamu salafi maana yake nini? Labda watu hawajui hii fahamu salafi salih maana yake nini, kwamba sisi tunarejea kwenye Qur'ani na Sunna, kwenye ufahamu wa wema waliotangulia. Kwenye nini? Kwenye kufahamu adilla. Tunarejea kwenye ufahamu wao kwenye nini? Kwenye kufahamu dalili, Qur'ani na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kuzifahamu hizi dalili. Kwa hiyo katika hizi dalili za tahrimu taswir kuna wanaochuoni wamefahamu hivi inafaa mutlaqa. Kuna wanaochuoni wamefahamu kwa taswir fotografi inafaa, lakini lilhaja wal maslaha inafaa. Sasa ndio maana ala fahmi salafi al-umma, si ndio hivyo? Hadithi ya Mtume iko wazi, ametaja hukumu, ametaja illa. Wanaochuoni baadhi yao wamefahamu hivi, wengine wakafahamu hivi. Si ndio msingi wetu? Tunarejea kwenye Qur'ani na Sunna ala fahmi salafi salih, si ndio msingi wetu huu? Nini maana ya kwa ufahamu waliotangulia? Kwa ufahamu waliotangulia katika kufahamu adilla, kufahamu dalili. Miongoni mwa dalili ni hizi dalili ambazo zimekuja katika taswira. Wengine wamefahamu hivi, wengine wamefahamu vipi hivi. Au wewe unaelewaje ala fahmi salafi al-umma? Na hawa maulama ndio salafu wenyewe. Sasa hawa wameshika mawqif kwa ufahamu waliotangulia. Miongoni mwao ni Ibn Baz rahimahullah ta'ala, anaona inafaa kwa haja. Wewe unakuja unawatuhumu, mnafanya fujo. Huwatuhumu hawa peke yao, bali tuhuma zako moja kwa moja zinaenda kwa maulama. Kwa hiyo hakikisha hizi sehemu ambazo umeziharibu unarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile uje kuwabainishia watu kwamba wewe umekosea katika hili, kwa sababu ndani yake kuna kushusha nafasi na hadhi za maulama, na hiyo sio dabu yetu, sio mwenendo wetu sisi as-salafiyun. Katika tuhuma yake nyingine, ambayo hii nitamalizia kufunga kikao changu hichi, tuhuma yake nyingine ya mwisho, tuhuma zake ziko nyingi, lakini hizi ambazo nimezidhibiti kwa haraka. Tuhuma yake nyingine ambayo hii ni khatir jiddan, ni hatari sana hii, na hapa natakiwa aje arekebishe, kwa sababu ndani yake amewashusha hadhi maulama.
anasema mnavuruga da'wa. Haituma ametaja hivi, mnavuruga da'wa, mmekuja kuvuruga da'wa. Ni da'wa salafia inavurugwa na hawa maduat ambao wanafanya taswir alvideo lilhaja walmaslaha kwa qaul ya baadhi ya ulama, wanafanyia kazi kauli za baadhi ya maulama. Yeye anadai kwamba mnavuruga da'wa. Angalia maneno haya yalivyokuwa khatiri, kwa sababu maneno haya moja kwa moja yanawagusa maulama. Kwa nini? Kwa sababu hii ad-da'watu salafia imeanza wapi? Yani hii da'watu salafia sisi tunaichukua wapi? Sisi tumeisoma wapi? Sisi tumeipokea wapi? Tumeichukua kutoka maulama. Da'wa hii ya salafia, hao maulama ndio ambao wengine wamefahamu hivi, dalili wamefahamu hivi, wengine wamefahamu hivi, wengine wamefahamu kama inafaa kwa haja, wengine wamefahamu inafaa mutlaka. Unasemaje kwamba hao wanavuruga da'wa? Tunasema maneno yako usidhani naishia kwa hawa tu maduati, hapana, kwa sababu hawa ni katika wale waliofanyia kazi kauli za baadhi ya ulama. Mnavuruga da'wa, maana yake unamwambia Sheikh Ibn Uthaymeen anavuruga da'wa salafia. Sasa kama ikiwa Sheikh Ibn Uthaymeen anavuruga da'wa kwa kuhalalisha at-taswir al-fotografi kwa ufahamu na jitihada yake ambao ni saigh, ikiwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah anavuruga da'wa, na huu ndio msimamo wake, kwa sababu kamkosoa Sheikh Ibn Baz katika fatawa yake, na hii tutaja kujibu katika kikao kinachofuatia kwamba huyu anavuruga da'wa Sheikh Ibn Baz kwa sababu kahalalisha kwa haja, na hawa wanafanya kwa ufahamu wa maulama ambao ni ufahamu sahihi kabisa, mu'tabar, unazingatiwa kwa sababu ni katika kufahamu dalili. Kwa hiyo hawa wanavuruga da'wa. Kwa hiyo Sheikh Ibn Baz alipohalalisha at-tasrif fotografi lilhaja walmaslaha walmanfaa, anavuruga da'wa as-salafia, ameivuruga da'wa, kwa sababu kama ikiwa hawa wanavuruga da'wa, basi sifa hii inaingia zaidi kwa maulama, kwa sababu hawa moja kwa moja wamefuata nyayo za maulama, hawakujiamulia tu, wamefuata nyayo za maulama. Amilu fiha an fi hadhihi almas'ala biqawli ba'd alulama, wamefanyia kazi katika masala hii jitihadia, kauli ya baadhi ya ulama na fahamu za baadhi na jitihada za baadhi ya maulama. Kwa hiyo kama ikiwa sifa hii inaingia kwa wao wanavuruga da'wa, basi wenye haki zaidi ya kusifika na sifa hii ni hawa maulama ambao hawa wamechukua kutoka kwao. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anavuruga da'wa kwa sababu amehalalisha taswir kwa haja na maslaha na manufaa ya dini, anavuruga da'wa kwa maneno ya Hassan Suluka. Sasa watu wakiambiwa mfano wa ndugu yetu kwamba hii maslaki mnayokwenda nayo, hii maslaki mnayokwenda nayo ni maslaki ya hajawira, hujaambiwa kwamba wewe ni katika hajawira. Hii maslaki, haya mapito unayopita nayo ni maslaki hajawira, kwa sababu wao ndio walikuwa wakiwafanyia watu tabdia, wakiwabidaisha watu, wakiwafanyia watu ta'yir, wakiwakebehi watu, wakiwatuhumu watu tuhuma mbaya, wakiwakata watu na kuwatenga watu katika masaili al-ijtihadiyya. Sisi hatujafikia huko kwenye tabdia, haujafikia kwenye kufanya tabdia, lakini tayari ushafanya ta'yir, ushawatuhumu ndugu zako masalafi. Na huku tunapoelekea Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe, lakini mambo kama haya lazima yabainishwe, magonjwa haya yabainishwe, watu wasafishwe, wakoshwe, ili tusije tukaingia kwenye yale walioingia hajawira. Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe. Kwa hiyo katika sehemu ambayo anatakiwa aje arekebishe, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wabainishie watu bayanan shafia kafia, ni sehemu hii aliposema kwamba mnavuruga da'wa, kwa sababu moja kwa moja maneno haya yanaenda kuwagusa maulama, moja kwa moja yanaenda kuwagusa maulama. Alafu unaposema wanavuruga da'wa kwa kipimo gani? Yani wao kufanyia kazi kauli za baadhi ya maulama ambazo zimesimama juu ya hujja wal barahin, kama tulivyoeleza, hoja zao zimesimama juu ya hujja wal barahin, wakaona kwamba hii taswir fotografi ambayo ni mas'alatun haditha, ni nazila hii, wakaona kwamba hii haingii kwenye tahrim, kwenye ile taswiri iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kulingana na qawaid wa usulu shara, kwa sababu hii tahrim na hii hukumu ya tahrim ya taswir imekuja ma'al illa, na ndani yake illa hii
inataka mudahatu khalqillah. Ukiangalia taswif fotografi hii nazila, wanachuoni wakajitahidi wakafahamu kwamba hii haingii katika mudahatu khalqillah. Wamesimama juu ya hujja, na ni hujja ambazo zinaingia akilini, na hii majali ni majali ya kuleta ufahamu na jitihada zao maulama. Hawa wakafata jitihada za maulama katika masala hii ijtihadia. Unaweza kuambiwa unavuka dawa kwa mizani gani? Kwa kipimo gani? Alafu wenzako ndio wanawaambia kwamba hawana maarifa, vijana wadogo hawana fiqh, hawana maarifa. Sasa nani baina ya hawa na wewe ambao hawana maarifa sahihi katika kutaamal maa almasail alkhilafia alijtihadia? Kwa hiyo maneno haya anatakiwa aje arekebishe, kwa sababu ndani yake kuna kugusa heshima, nafasi na ile hadhi waliokuwa nayo maulamaa wetu, na hiyo sio daabu yetu. Daabu yetu sisi ni kuheshimu maneno ya maulamaa na kuwapa hadhi yao maulamaa na kuwatetea maulamaa muda wa kuwa wamesimama ala alhujaj, wamesimama juu ya hujja wal barahin. Sasa wewe ukiwa na maukifu yako isikupelekee kuwafanyia ta'yir maulamaa, ukawafanyia tuham maulamaa, na usidhani kwamba tuhuma zako na ta'yiri zako zinaishia kwa hawa, moja kwa moja zinakuagusa maulamaa. Kwa hili jambo natakiwa urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mche Allah subhanahu wa ta'ala, na uje ulibainishe, uliweke sawa sehemu hii ulipoharibu, uweke sawa. Katika upande huu wa hoja hii ya pili nitaishia hapa, lakini maneno mengi ambayo ndani yake kuna ta'yir na kuwatuhumu. Kama ikiwa tutapata nafasi katika vikao vinavyoendelea, tutakuja kutaja maneno yake ambayo ndani yake kuna ta'yir na tuma, kisha tutafanya ta'liq. Jawabu la mwisho la tatu, kwa sababu tumesema tutamjibu kwa majawabu matatu. Jawabu la kwanza kwamba inkar waliofanya maulama ni inkari ambayo inafaa, inkarun ala alqaul na sio inkarun ala alfi'l. Jawabu la pili ni hili ambayo tumemaliza kulielezea hapa, kuwa inkari ya maulama iko tofauti na inkari yako, tofauti kabisa. Inkari yako imejaa ta'yir, imejaa tuhuma kwa ndugu zako masalafi, maduati wenzako, wanafunzi wenzako, na jambo hilo ni kinyume na maslak ya alulama. Jawabu la tatu tunamalizia ili tufunge majlisi yetu tusirefushe. Jawabu la tatu tunamjibu kwa maneno yake yeye mwenyewe. Naftarib, tujalie kuwa maulama wenye mawqif ya kuharamisha taswira fotografi wamefanya inkar, wamefanya inkar kwa namna yote anayoitaka yeye, tujalie wamefanya inkar. Lakini wewe si ndo ambaye unasema maneno ya maulama sio dalili? Wewe si ndo ambaye unasema maneno ya maulama sio dalili? Maulama sio maasumun, alim ni bashar. Wewe unasema kwamba alim ni bashar, yusibu wa yukhti. Sasa mbona hapa umejenga hoja yako ya kuwakemea wala kukhalifu kwa maneno ya maulama, maneno ambayo sio dalili, kwa maneno yako, maneno ambayo sio dalili, na hao wanapatia na kukosea. Sasa mbona hoja yako hapa umeijengea kwa maneno ya maulama? Kumbe ikiwa ni maukifu yako inafaa kujengea maneno ya maulama, ikiwa ni maukifu yako inafaa kuitetea kwa maneno ya maulama. Lakini wenzako wakitetea kwa maneno ya maulama ambao maulama hawakupayuka, wamejengea juu ya kufahamu dalili. Wenzako wakimtaja Sheikh Ibn Baz wanasema ndio wanakimbilia fatwa hiyo, wanakimbilia Ibn Uthaymeen. Lakini wewe hoja yako na maukifu yako umeegemea kwenye maneno ya maulama ambao hawa sio maasumi. Lakini wenzako sasa unapoleta aqwali za ulama wanasema hawa sio maasumi, au hawa maulama kuna Sheikh Fawzani, hawa Sheikh Al-Alban, Sheikh Muqbil, Sheikh Ubaid Al-Jabir, hawa ni malaika? Hawa ni mitume? Labda utuambie kwamba hawa ni malaika mitume. Mbona maukifu yako umeijengea kwa maukifu yako kwamba lazima uwafanyie inkar, kuna ulazima kufanya inkar, umejengea kwa maneno makali ya maulama? Je, maneno yao ni dalili? Maneno yao ni dalili?
Kama ikiwa maukifu yako wewe unaijengea juu ya maneno ya ulama, basi hivyo hivyo wenzako maukifu zao wamezijengea juu ya maneno ya ulama. Fanya uadilifu, fanya insaf. Alafu kuna maneno ya maulamaa wakubwa kuliko hawa maulamaa wa zamani, wakina Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wanasemaje kuhusu masala ya inkar kwenye masaili ijtihadiyya? Tumesoma katika majlisi ya kwanza maneno ambayo walikuwa wameyasema maulamaa ndani ya vitabu vyao. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, masailul ijtihadi man amila fiha biqawli ba'd al-ulamai lam yunkar alayhi wa lam yuhjar. Masail ijtihada, yule ambaye atakayefanyia kazi ndani yake kauli ya baadhi ya maulama hatokemewa, wala yuhjar, wala hatotengwa, hatohamwa. Na anasema Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, lam yazal al-khilafu baina as-salafi fi al-furu'i wala yunkiru ahadun ala ghayrihi mujtahidan fihi wa inma yunkiruna ma khalafa nassa au ijma'an qat'iyyan au qiyasan jaliya. Masalafi waliendelea kutofautiana katika furu' na wala hakuna yeyote miongoni mwao akimkemea mwingine akiwa anajitahidi ndani yake. Wao wanamkemea yule ambaye amekhalif nas au ijma' ya qat'i au qiyasan jaliya. Hivyo hivyo Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh Muslim anasema, laysa lilmufti wala lilqadi an ya'tarib ala man khalafahu idha lam yukhalif nassan au ijma'an au qiyasan jaliya. Haifai kwa mufti wala qadi kumkosoa yule aliyemkhalifu ikiwa hajakhalif dalili ya wazi wala ijma' wala qiyasan jaliya. Haya maneno ya maulama waliotangulia kuliko hao, na maneno ya maulama ambao tunajua kwamba elimu zao ni kubwa, ni elimu zao kubwa kuliko hawa. Wanasema hivi kwamba hakuna inkar katika masail ijtihadiyya. Sasa mbona umefanya maneno ya baadhi ya maulama, baadhi umeacha? Kwa hiyo tuwe na uadilifu, tuwe na insaf hasa katika masaili haya ya al-ijtihadiyya. Sisi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuiona haki na kuifata, na atuwafikishe kuiona batil ili tujiepushe. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio msimamizi wa hilo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.